Hakuna uchumi unaweza kukua bila kuwa na mfumo imara wa bima. Wawekezaji wanahitaji mazingira salama ya kufanya biashara, lakini pia serikali inahitaji taasisi imara zinazoweza kusimamia hatari na kuhakikisha ustawi wa uchumi wa nchi yetu na wa biashara zao. Katika muktadha huu, nataka kutumia nafasi hii kulipongeza sana Shirika la Bima la Zanzibar kwa kuwa limekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za bima ambazo zinasaidia kulinda mali za wananchi, biashara na miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa kufanya hivyo, ZIC haichangii tu katika ustawi wa sekta ya bima, lakini pia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Tusiache kutumia nafasi hii kuendelea kumwombea heri pia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake, kwa kuwa kazi wanayoifanya ndiyo mojawapo ya sisi tunakula matunda haya leo katika ukumbi huu. Hatua ya kuandaa tukio hili la iftari ni mfano mzuri wa jinsi taasisi zinavyoweza kuimarisha mahusiano na wadau wake pamoja na jamii kwa jumla. Matukio kama haya yanaleta pamoja watu wa kada mbalimbali, ambayo hii ni moja ya ishara ya umoja na mshikamano katika taifa letu. I feel very proud kuona kwamba shirika letu bado linaendelea vizuri na linakuwa na ni shirika lenye manufaa. Sasa hivi linatusaidia katika nchi yetu, limetoa ajira kwa Watanzania wote, halina ubaguzi. Kwa hiyo shirika hili sasa hivi ni shirika ambalo lina cosmopolitans, sio kama Mzanzibari tu, ni shirika ambalo linaajiri bara na visiwani. Pia tumekuwa tukishirikiana na taasisi za kifedha katika kuendeleza huduma za bank assurance, banki bima, ambazo zimewezesha wananchi kupata huduma za bima kupitia benki wanazozitumia. Ushirikiano huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha sekta ya bima na kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa bima katika kulinda maisha na mali zao.